Utukufu ni wako. Utukufu ni wako, haleluya. Mamlaka ni zako, haleluya. Mungu, asante kwa upendo wako na neema yako ya ajabu ambayo umeimimina kwenye maisha yetu. Limidiwe na litukuzwe jina lako milele yote. Wewe ndiye Mungu wa miungu, hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa sababu ya baraka zako umeziachilia tena jioni ya leo. Sema nasi waziwazi kupitia neno lako. Roho Mtakatifu jifunue kwetu dhahiri, tukapate kukusikia kwa lugha nyepesi, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nisaidie mimi mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako kwa hekima, kwa ufahamu na kwa busara yote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele, amen. Pigie Yesu makofi na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Chukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi mwenzangu Mwinjilisti Oscar Munisi. Mungu akubariki sana na kutunze. Pia niwashukuru praise team kwa ajili ya utumishi wenu mwema uliotukuka. Mungu awakumbuke katika ufalme wake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bila kupoteza muda, natamani tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa ujumbe mfupi wa neno, lakini nataka tutapata nafasi ya kuomba kwa muda mrefu kidogo. Na kichwa chetu cha somo ambacho tumepewa kinazungumza vita dhidi ya roho za Farao. Vita dhidi ya roho za Farao. The battle against the Pharaoh spirit. Na nikakwambia roho ya Farao usiitafsiri kama alikuwa mfalme wa Misri. Itafsiri kama ilikuwa ni roho ambayo inatumika mpaka na leo kwa ajili ya kunyanyasa na kuharibu maisha ya watu. Na nilikupa lengo la somo ile siku ya kwanza, nikasema nikukupa maarifa ya kiroho na namna ya kutambua, kupambana na kushinda roho ya Farao, ili usiishi maisha ya utumwa, kucheleweshwa, mateso, kurudishwa nyuma, bali uishi kusudi la Mungu kwa mafanikio. Na siku ya kwanza tuliona jambo la kwanza ambayo roho ya Farao inafanya. Nikakwambia roho ya Farao inaharibu vitu katika mwanzo wake. Roho ya Farao inaharibu vitu katika mwanzo wake. Na jambo la siku ya pili tukaangalia kwamba roho ya Farao inaweka maisha katika hali ngumu. Roho ya Farao inaweka maisha katika hali ngumu. Na siku ya tatu tukaangalia jambo lingine kwamba roho ya Farao ukufuatilia ili kukurudisha nyuma. Roho ya Farao ukufuatilia ili kukurudisha nyuma. Sasa leo nataka tuendelee mbele. Na tuangalie jambo lingine la 4. Na jambo la 4
Hii roho ya Farao ambayo inaweza kufanya kwa maisha yako ni roho ambayo humdharau Mungu. Roho ya Farao humdharau Mungu. The Pharaoh spirit despises God. Kwa hiyo napozungumzia hii roho inamdharau Mungu, nataka tuangalie kwenye andiko la kitabu kile cha Kutoka ule mlango wa 5. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 5 mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa 5. Nataka tutokee hapo ili tuone hiyo picha. Nasema hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Mstari wa 2. Farao akasema, Bwana ni nani? Farao akasema, Bwana ni nani hata nimsikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana. Mstari wa 2. Mimi simjui Bwana wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Mstari wa 3 tunaendelea. Wakasema, Mungu wa Ebrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa tuende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawachosha watu kwa kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazameni, watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Nataka tuangalie ule mstari wa 2. Naomba urudishe pale kwenye mstari wa 2. Mstari ule wa 2. Hiyo Kutoka ule mlango wa 5. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Hii roho ya Farao ina tabia ya kudharau, na sio tu kudharau watu, inadharau Mungu. Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Kwa hiyo ni roho ambayo inadharau mambo ya Mungu. Hii roho ikimuingia mtu ni hatari sana. Ikimuingia mtu, ukiwa unaomba, nakwambia, unaomba nini bwana? Hebu achana na hizo biashara zako za kuomba, unatupigia kelele hapa. Hebu toa kelele zako hapa, sitaki kusikia kelele zako. Ni roho ambayo ikimuingia mtu anabadilika kabisa, anakuwa kama mnyama. Hataki kusikia habari za Mungu, hataki, yani kila kitu kinachohusiana na Mungu atakuwa anakipinga. Ukizungumzia kuhusu ibada anakwambia amnaga ibada. Ukizungumzia kuhusu kanisa anakwambia achana na mambo ya kanisa, ni utapeli mtupu. Ukishasikia mtu anaongea hivyo, jua huyo mtu amevaliwa na roho ya Farao. Mwangalie mwenzako, muulize, umewahi kusikia mtu anaongea hivyo? Ukishasikia mtu anakwambia achana na mambo ya ibada, unapotezeana muda hapa. Mnasema Mungu nini? Au ukisikia mtu anakwambia kama huyo Mungu wako basi ni Mungu, mbona akusaidii, unaendelea kukaa kwenye mashida? Ukishaona mtu anakwambia hivyo, jua huyo mtu ameingiwa na roho ya Farao. Ukishaona mtu anadharau Mungu, anadharau neno la Mungu, anadharau mambo ya ibada, anadharau watu kumsifu Mungu au kumwabudu Mungu, anadharau maombi, huyo mtu ameshaingiwa na roho ya Farao. Kwa ukimwona tu hivi anakusemesha maneno ya sampuli hiyo, jua kabisa roho inayetenda kazi ndani ya huyu mtu ni roho ya Farao. Usipate muda, usipate biashara za kupishana naye. Wewe nenda mbele za Mungu, ishughulikie moja kwa moja. Kama ni ndugu yako, kama ni mtu wa familia yenu, kama ni rafiki yako, itamwachia. Lakini ni roho ambayo inamshika mtu kabisa, anadharau mambo ya Mungu kabisa. Yaani ukizungumza kuhusu Mungu anaona kama sijui unazungumza sijui kitu gani unaongea. Kwanza anaona umechanganyikiwa. Hata ukimwambia habari za wokovu anaona kama umechanganyikiwa, anakuambia hizo biashara zenu za ulokole, dini iliyoletwa na wazungu, hebu achane na hizo biashara, msinisumbue hapa. Kwa hiyo ukishaona mtu anadharau mambo ya Mungu, ujue huyu ameingiwa na roho ya Farao. Kwa sababu Farao anasema Bwana ni nani hata nimsikilize. Ni roho ambayo haiogopi neno la Mungu. Ni roho ambayo haiogopi watumishi wa Mungu. Si kama naeleweka? Haiogopi kabisa. Yaani haitaki ushauri kuhusu Mungu, haitaki maombi yoyote, haitaki chochote. Yenyewe inajiona yenyewe tayari ndio Mungu, yani tayari. Kwa hiyo ukiona mtu anakataa, anapinga,
anadharau mambo ya Mungu, huyo mtu ameshaingiwa na huyu mdudu anaitwa roho ya Farao, anahitaji kusaidiwa. Akiwa ni mtu wa familia yenu anahitaji kusaidiwa, amna haja ya kugombana naye, tayari ameshavamiwa na hiyo roho ya nani? Ya Farao. Kwa hiyo roho ya Farao tayari imeshamshika, na ikimshika huyo mtu, tabia zake ni, ngoja nikusomea hapa chap chap tupate nafasi ya kwenda kwenye maombi. Tabia ya kwanza, inadharau neno la Mungu. Tabia ya kwanza, inadharau neno la Mungu. Yaani useme Mungu amesema, iwe ni umepewa unabii, iwe umesoma kwenye Biblia, iwe useme kwamba hili ndio neno la Mungu, hataki kulisikia. Hataki kusikia kabisa kitu kinachoitwa neno la Mungu. Kwa hiyo ukimweleza kuhusu neno la Mungu mtagombana. Yaani tena huo ugomvi utakuwa sio mdogo, ni ugomvi mkubwa. Hataki kusikia kitu kinachoitwa neno la Mungu. Namba 2, kupinga shauri. Kupinga ushauri wa kiroho. Kila ushauri unaompa labda wewe kutokana na situation tunaona, yani anaweza kujipitia mashida. Unajua hili roho linapitiaga shida kwa sababu hata Mungu alilitandika sana. Aliliburuza kweli kweli kusoma kitabu cha Kutoka. Lakini linafika mahali halitaki kuappreciate kwamba hata Mungu yupo. Halitaki kuappreciate kazi ya Mungu. Bado linasema kwamba huyo Mungu ni nani? Kwa hiyo ni roho ambayo hata hahitaji ushauri wowote wa kiroho. Ukiwaambia kutokana na hii situation unapitia, labda nenda kwenye maombi, anasema maombi nini? Mimi najua tu nitafanya maarifa yangu nitatoka hapo, lakini hamna, maombi haiwezi kunitoa hapo. Kwa hiyo ni roho ambayo haiamini katika neno la Mungu, haiamini katika ushauri wa kuhusu maombi, haiamini katika kutii maagizo ya Mungu, haiamini katika kutokutii maagizo ya Mungu. Kwa hiyo ni roho ambayo sio tiifu kuhusu mambo ya Mungu, haitii kabisa kitu cha Mungu, haikitii kabisa. Yaani hata uibembeleze vipi, hilo ikimuingia mume wako, unamwambia habari za kanisani, anakwambia huko kanisani unaenda kupoteza muda, kaa hapo nyumbani. Au kama una kazi nenda kangoe majani huko nje. Unasema habari za kanisani nini hapa? Au useme sisi tumehudumia, anasema hamna kitu chochote, hamna huduma yote umepata, kwa ni utapeli mtupu. Ikimuingia mke wako, hata habari za kwenda kanisani hata taka. Jumapili huo wakati unavaa unajiandaa unakuja kanisani, yeye ndo anageuka upande wa pili anajisokotea nini? Shuka. Kanisani hataki. Kwa hiyo ikiingia mtu wa nyumbani kwenu, miaka na miaka hutamuona kwenye mlango wa kanisa. Kuna watu msipowaona kwenye milango wa kanisa sio kama wana shida, hii roho imeshawashika. Kwa hiyo kama mnawaombea lazima mpate maarifa ya kujua roho mnayepambana nayo ni roho ya Farao. Usipojua ni roho ya Farao unakemea tu kwamba huyu mtu aende kanisani, shindwa kwa jina la Yesu. Sikiliza, hiyo roho itatoka. Na niibishi kweli kweli kwa habari ya mambo ya Mungu. Niibishi kweli kweli hii roho. Kwa hiyo inahitaji pia utumie msuli mkubwa wa maombi. Kama ni ndugu yako, ni mtu wa karibu na wewe, uweze kumnasua kutoka kwenye hiyo roho. Haisikii habari ya Mungu kabisa. Kanisani haendi. Jumuiya hata kama ikiletwa nyumbani kwako, ni mke ni mume, jumuiya analala huko ndani, atoke hapo kwenye jumuiya. Unamwekea na kiti chake kabisa, unasema angalau hata mume wangu atatoka hapa leo, hata wanajumuiya wamuone. Hatoi pua yake hata hapo mlangoni. Anajifungia ndani analala, akasema malizeni majumuiya yenu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo sio interest zangu hizo. Kwa hiyo ni roho inayedharau sana habari za Mungu. Ni roho inayedharau sana habari za Mungu. Na hii roho inaongozwa yani inasukumwa na roho moja kubwa ndani yake, kiburi. Mithali 16 mstari wa 18. Ngoja nikuonyeshe. Mithali 16. Biblia inasema kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kiburi hutangulia uangamivu. Kwa hiyo hii roho, kwa sababu ilimshika Farao, ilikuwa inampeleka kwenye kumwangamiza. Ikimshika mtu asiponasuliwa hapo haraka, huyo mtu anaenda kuangamia. Ataangamia kwa sababu ya hiyo spirit ina nguvu sana ndani. Yaani hiyo roho ya kiburi inakuwa na nguvu na inamsukuma yule mtu kuleta madharau kuhusu Mungu kwa kiwango ambacho sio cha kawaida.
Unasikia kitu Farao alikuwa anamwambia Musa na nani? Ameona mapigo yote, lakini anamwambia huyo Bwana ni nani? Hata nimsikilize. Yaani Mungu ni nani kwani? Kwani Mungu ni nani? Anakuuliza huyo Mungu ndo nani sasa? Na kama yuko mwambie, kama amekutuma mwambie aje aseme na mimi mwenyewe. Ukishaona hivyo, jua huyo mtu ana hiyo roho ya Farao. Na ni kiburi kinakuwa kinamsukuma. Na hichi kiburi kilimsukuma Farao. Mungu akatumia kiburi chake kuendelea kuwafuatilia wana wa Israeli. Baadaye alienda kumzika kwenye bahari ya Shamu. Kwa hiyo roho hii ya Farao haitaki kuhusu Mungu. Inadharau sana mambo ya Mungu. Na ikiona watu wanafanya mambo ya Mungu inaona ni washamba kuliko, yani anajiuliza hawa wanaenda kufanya nini huko? Wanaenda kufanya nini huko kanisani? Wanasema sijui kanisani nini? Kwa hiyo ni roho ambayo inadharau sana mambo ya Mungu. Na kama kuna watu ambao unajua ni ndugu zako, ni marafiki zako, iwe ni kazini, iwe ni kwenye huduma, iwe ni mahali popote, umewahi kukutana na watu wa namna hiyo, nikupe assignment ya kuwaombea. Waombee. Wala usiwachukie, waombee. Kwa sababu sio wao, bali ni ile roho inayetenda kazi ndani yao. Naweza ni baba yako, ni mama yako, ni ndugu yako, ni kaka yako, ni mume wako, ni mke wako. Anadharau mambo ya Mungu. Usimkasirikie kwa sababu labda ni mume wako, au usimkasirikie kwa sababu ni mke wako. Tambua roho inayetenda kazi yake, inayetenda kazi ndani yake sio yeye, bali ni roho ya Farao inatenda kazi ndani yake. Kwa hiyo pata nafasi, kwa sababu umeshapata ufahamu wa kujua kwamba kumbe watu wanaodharaugi mambo ya Mungu ili ni spirit la Farao. Kwa hiyo washughulikie. Ukipiga vizuri hii roho inawaachia. Baada ya muda utaanza kusikia wanataka mambo ya Mungu. Mimi nilishaikutana na mtu mmoja mwenye hii roho ya Farao. Na aliambiwa kwamba kuna mzee mmoja alikuwa anaongea naye, akamwambia huyu kijana hapa ni mtumishi wa Mungu, mwambie akuombea. Akasema hamna cha biashara za Mungu hapa. Kilichotokea nikamwambia Mungu, huyu anasema hakuna Mungu. Nataka uminye mpaka aseme Mungu yupo. Baada ya siku 2-3 mambo yakawa magumu kweli. Baada ya mambo kuwa magumu akamtafuta yule mzee akasema, ulisema yule kijana ni nani eti? Akasema nilikwambia ni mtumishi wa Mungu. Hebu mpigie simu mwambie aje. Akaja. Alikuwa na changamoto moja. Yaani alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa. Na huyo mzee alikuwa ni mfanyabiashara, na huyo mzee alikuwa ni rafiki yangu. Sasa baada ya kudharau mambo ya Mungu, alipigwa kodi hiyo moja, alipewa limbikizo la kodi. Alifika mahali alibidi amtafute huyu Mungu wa kwetu ambaye anasema huyo Mungu ni nani. Kwa hiyo mwisho wa siku akaja. Sasa usiniambie yuko wapi na ni wa wapi. Aliyekewa kodi ya milioni 900. Tulimuombea, alikuja kulipa milioni 9, ndo akasema yuko Mungu. Mpaka na leo anaamini Mungu yupo. Yaani tuliomba, wakasema itakuwa mwanzoni walijisahau wakaandika milioni 900, nadhani walimtia pressure, kumbe inaweza ilikuwa ni milioni 9. Kwa hiyo wameenda wanasema basi hamna shida, wewe utalipa tu milioni 9. Kumbe kule kwenye mfumo itakuwa ngoma lilisheki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu alimtikisa kiasi kwamba akaona hapa ndo ninaisha kabisa. Kwa hiyo akafika mahali akasema nimeamini Mungu yupo, niombeeni. Alipoombewa Mungu akatenda muujiza, na alipotenda muujiza mpaka na leo ninavyokuambia ile spirit la Farao limemwacha. Anampenda Mungu kuliko unavyofikiria. Sasa usije ukatumia mbinu ambayo mimi nimetumia. Wewe endelea kumuombea. Sasa mimi nilipata tu ufunuo kwamba Mungu mbananishe mahali mpaka afanyaje? Akujue. Unajua Farao ilifika mahali alipigwa na mavyura, akaona yale mavyura yatoki. Akamwambia Musa, sasa ombeni kwa Mungu wenu aondoe hao vyura, mimi nitawapa ruhusa nyinyi muende. Sasa Musa alipoomba kweli wale vyura wakaondoka. Lakini baadaye ile roho la Farao likageuka tena likasema hamna, mkienda mnatakiwa muende pale. Kama ni kwenda kutoa sadaka mkatoe pale. Hamna haja kuvuka hii mipaka ya Misri, muende pale. Ila waliwapa ruhusa. Kwa hiyo lina appreciate saa nyingine kazi ya Mungu. Ukiliminya vizuri linamkubali Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ni roho ambayo ikimshika ndugu yako, rafiki yako, mume wako, mke wako, unabidi neema ya Mungu ingilie kati. Kwa sababu utagombana naye sana kwa habari ya Mungu. Ikishika watoto wako, haendi kanisani. Unajiuliza mbona mimi ni mtu wa kanisa?
Maybe ni mzee wa kanisa, naimba kwaya, ni mzee wa kanisa, nafanya mashughuli mengi kanisani. Alafu watoto wangu waendi kanisani. Vipi, kwa nini watoto wangu waendi kanisani? Unawalazimisha mpaka unawapeleka unaenda kuwafanyia shopping ya nguo mpya, lakini kanisani anapaona kama kituo cha polisi cha Oysterbay. Haendi kabisa, na inakuumiza. Unasema hivi, jamii itanionaje? Mbona mimi napenda Mungu? Mbona watoto wangu hawapendi Mungu? Tayari hao watu wameshavamiwa na roho ya Farao. Kwa hiyo ukiona hapendi kanisa, hapendi mambo ya Mungu, hataki kusikia habari za Mungu, jua huyo mtu amevamiwa na roho ya Farao. Muombee. Kama ni ndugu yako, kama ni watoto wako waombee, kama ni mume wako muombee, kama ni ndugu yako yoyote mliozaliwa tumbo moja muombee, kama ni wazazi wako waombee. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie, ni roho ambayo inadharau mambo ya Mungu. Unaweza ukakaa ofisini kwako unaomba na kuuliza unaomba nini hapa? Hii ofisi hainaga Mungu. Hii ni taasisi ambayo inaingia kila mtu. Kila mtu wa imani yoyote anaweza kuingia. Wewe unajifanya unafunga macho unasema hamna hiyo vitu. Alafu inakuvunja moyo. Tabia ya hii roho inakuvunja moyo. Ufike mahali nao uone mambo ya Mungu ni kama upuuzi, ni kama ujinga. Alafu ukishaachana na mambo ya Mungu, sasa yenyewe inapata access ya kukushughulikia. Unajua inatakaga ikutoe kwa Mungu alafu ili ipate nafasi ya kushughulikia. Kwa sababu ukikaa ndani ya Mungu haiwezi kupigana na wewe. Inataka utoke kwanza ili ndio iweze kupigana na wewe. Kwa hiyo roho ya Farao inadharau mambo ya Mungu. Nataka leo tupate nafasi ya kuomba. Kama kuna watu nyumbani kwenu wameingiwa na hii roho ya Farao, Mungu aiondoe ndani yao na awape roho ya neema na kuomba katika jina la Yesu Kristo. Awape neema ya kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu. Nisikilize, kuna watu wengi sana hawaji kanisani. Yamkini ni hapa Kijitonyama au kanisa lingine lolote wanatusikiliza. Maadamu ni Wakristo wanatusikiliza. Kuna watu hawaende kanisani. Hii roho ya Farao inafungaga watu wasiende kanisani. Iko tayari kuwapeleka watu baa lakini wasije kanisani. Kwa hiyo na sisi tunawataka leo waje nyumbani kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni ndugu zako hawaji kanisani. Leo natangaza kwa neno la Mungu, watakuja kanisani kuanzia leo. Baada ya maombi haya, nataka nitangaze kwa neno la Mungu, utaanza kuona wanaanza kufuatilia habari za Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Simama kwa miguu yako. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Kama ili liroho hata kama liliwahi kukushika, leo litakuachia. Kama ulifika mahali ukaanza kudharau mambo ya Mungu, ukaanza kupuuzia mambo ya Mungu, ukaanza kutokuweka kipaumbele kwenye mambo ya Mungu, leo nataka niombe kwa ajili yako. Mungu aondoe hiyo roho ya Farao. Kama iko kwa ndugu zako iondoke. Kama iko kwenye familia yenu iondoke. Na usiache kuomba. Kama huyo ndugu yako unamjua kwa jina, mtamke jina. Mwambie Mungu, ninamtamka fulani. Hii roho ya Farao ni kutokana na mafundisho nimesikia iko ndani yake. Ninaomba Mungu kaiondoe hii roho ya Farao. Weka roho wa Mungu ndani yake. Ninataka nikwambie, roho ya Farao ikitoka, roho wa Mungu atapata nafasi ndani ya huyo mtu. Na akipata nafasi, Mungu atampeleka katika mazingira sahihi. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Naomba unirehemu na kunisamehe. Yamkini kuna mahali nilipata nafasi nikafungua mlango, roho ya Farao ikaingia ndani yangu, nikaanza kudharau habari zako, nikaanza kupuuzia maagizo yako, nikaanza kulidharau neno lako, nikaacha kusoma neno lako. Baba wa mbinguni, unirehemu, unisamehe, unitakase kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Naja mbele zako leo hii nikiwa nimeibeba damu ya Yesu. Hiyo damu initakase, hiyo damu inisafishe, hiyo damu inioshe, hiyo damu iniondolee makosa mimi na watu wa nyumbani kwangu. Damu ya Yesu ikamiminike juu yangu mimi na juu ya nyumba yangu na juu ya familia ya baba yangu na mama yangu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba wa mbinguni, ninakuomba, pita na mkono wako, shughulika na hiyo roho ya Farao iliyokaa ndani ya watu wa familia ya kwetu na ukoo wa kwetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu ikapite sasa na kushughulika na roho ya Farao. Ewe roho ya Farao, leo hii ninakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu,
achia maisha yangu, achia ndugu zangu, achia kanisa la Mungu, achia watu wa Mungu uliokuwa umewashika kwenye utumwa wa dhambi, kwenye utumwa wa makosa, kwenye utumwa wa uovu. Leo hii tunawadai hao watu kutoka kwenye gereza la Farao alilowashikilia, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hiyo roho ya Farao inayowakipu watu bize, wanaacha kuzipa ibada kipaumbele, kwa jina la Yesu tunaivunja, tunaibomoa, tunaisambaratisha kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu sasa, anza kushughulika na hiyo roho. Kama imeshika ndugu yako, imeshika familia ya kwenu, ikaachilie. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, nimesimama kwenye madhabahu yako Bwana, nikiwaleta watoto wako, nikiomba uwarehemu, nikiomba uwasamee, nikiomba uwatakase kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu ya Yesu ikamiminike juu ya hiyo familia sasa inayetusikiliza na kutufuatilia, juu ya watoto wa Mungu walioko hapa na juu ya familia zao na juu ya ndugu zao, katika jina la Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu Kristo ikapite paka kwenye familia, ikapite paka kwenye ukoo, ikapite paka kwenye kabila la kwao, ikapite kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tunaenda kinyume sasa na roho ya Farao iliyosimama kushikilia maisha yako, kushikilia watoto wako, kushikilia mume wako, kushikilia ndugu zako, kushikilia familia yenu. Tunaivunja hiyo roho ya Farao inayodharau mambo ya Mungu. Tunaivunja hiyo roho ya Farao inayodharau mambo ya Mungu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tunaisambaratisha kuanzia sasa. Sambaratika kwa jina la Yesu. Achia watu wa Mungu, achia fahamu zao, achia mioyo yao. Umeshika mioyo ya wao watu, hawataki mambo ya ibada, hawataki mambo ya kanisa. Tunavunja hiyo roho ya Farao kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunamfungua huyo mwanaume aliyekuwa ameshikiliwa na roho ya Farao, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mtu anafunguliwa, alikuwa ameshikiliwa, mume wake alikuwa ameshikwa na hii roho ya Farao. Ninaona ikimwachia, ninaona ikimwachia, ninaona ikimwachia, ninaona ikimwachia. Rakaseta kavazanda rapakorosite parahanda risa takavazonda risa lavazanda babadia rapikiria sanda rabosia risa ravazanda rapakorosikiria sira risa ravazanda babadia makakakakazova risa takazova yanda katabazavya handa rapakorosivya handa risa takazanda rabosia rapakorosikiria shira rika sanda rabosovya rimanda rabakikiria sira risiria shanta babadia rapakosiva handa risa vayanda riaso rili vizanda babadia katadazovya zanda, katika jina la Yesu Kristo. Huyo binti anaachiliwa, aliyekuwa ameshikwa na roho ya Farao. Hataki mambo ya ibada, hataki mambo ya Mungu. Anafunguliwa sasa, anafunguliwa sasa, anafunguliwa sasa. Hiyo roho inamwachilia katika jina la Yesu. 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 Achie fahamu za huyo binti, achie fahamu za huyo kijana. Hii roho ya Farao iliyoshika vijana hawataki mambo ya Mungu, tunapeleka damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho, kwenye familia mpaka kwenye taifa, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao iliyoshika vijana ambao hawataki kusikia habari za Mungu, tunavunja hilo ni roho na likawaachilie vijana wa Kitanzania katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunasambaratisha hiyo roho katika jina la Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu ikapite juu ya makanisa yote kuanzia sasa. Tunatangaza kwa jina la Yesu makanisa yakafunguliwe katika ulimwengu wa roho. Hiyo roho ya Farao iliyokuwa imeshika washarika ikawaachilie, iliyokuwa imeshika vijana ikawaachilie katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao iliyokuwa imeshikilia watu. Yes, endelea kuomba, usinyamaze. Risalavavava yanda rabosota rekasata pazova yanda rabosika rikarabasanta baba yanda rebosovya makakakazova yanda rabosia ralavazanda babadia masika vazonda bahanda rikasata kavazovya hande rekrezovya mazanda babadia rapa korosovya masanda rimanda rabakorobokosira. Ninaona kijana mmoja anaomba kwa ajili ya kaka yake, ameshikwa na hii roho ya Farao na ni kaka yao wa kwanza. Sikia neno la Bwana. Mungu anaenda kumfungua
kuua kaka yako. Ropo kosikiri ya shinda rika sanda rabasoro vizaya rapa korosikiri ya shanda rabosia masataka vazanda rapa kasita vazova handa rika rabasanto babadia manda rabosikiri ya sira rika rabasanda rabosia rapikiri ya sira rika parasata reka sova mahanda, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Inaenda kumwachilia huyo mama, inaenda kumwachilia huyo dada, inaenda kumwachilia huyo kaka, inaachilia familia ya kwenu. Hiyo roho ya Farao iliyokuwa imeshika familia, hiyo familia haitaki mambo ya Mungu. Leo ninalituma neno la Bwana liende kwenye hiyo familia yenu. Tunavunja hiyo ngome ya Farao iliyokuwa imekaa kwenye hiyo familia. Tunavunja hiyo ngome ya Farao iliyokuwa imeshika baba yako, iliyomshika mama yako, iliyowashika ndugu zako, iliyowashika mashangazi zako. Katika jina la Yesu tunatangaza wafunguliwe. Ukoo wa kwenu leo tunauleta kwenye madhabahu ya Bwana. Tunatangaza neema ya Mungu kwenye ukoo wa kwenu. Hakuna mtu atakufa aende jehanamu. Tunatangaza kuanzia sasa, maana Mungu hakuumba watu waende jehanamu. Aliumba watu kwa sura na mfano wake, ili wamtumikie yeye, ili wamwabudu yeye. Hiyo roho inayezuia watu kwenye familia wasiweze kumfanyia Mungu wa mbinguni ibada, ninaivunja ndani ya hiyo familia sasa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Achia huyo mama, achia huyo baba, achia huyo dada, achia huyo kaka, kwa jina la Yesu. Achia hiyo familia, achia huo ukoo kwa damu ya Yesu. Achia hilo kabila ulilolishikilia lisimtumikie Mungu. Mungu, tunaleta makabila yote 123 ya nchi ya Tanzania. Tunaruhusu sasa roho ya Farao iliyokuwa juu yao inazuia hao watu wasimwabudu Mungu, wasimtafute Mungu. Tumevunja roho ya Farao iliyokuwa imeshika makabila yote 123 katika nchi ya Tanzania. Kanda rabosikiri ya sira rika masanda rabosovia rekeresovia mazanda rika pasavia zanda katadazova bayanda rapa korosovia sira rika sanda rabosika rika mandarabosoria rapikiri ya sanda rabosia rimandarabakorobokusira rapa korosikiri ya shira risa takazova yanda rapa koria sanda rabosia rimandarabasikiri ya shira kiri ya sanda rabosokia kika basanda rabosokia. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tumetangaza kuanzia sasa haya makabila yote 123 yatamwabudu Mungu aliye hai, hayataabudu miungu mingine. Tumetangaza hiyo roho ya Farao inayowasukuma kuabudu miungu mingine, kwenda kwa wachawi na waganga. Tumevunja hiyo madhabahu, tumezivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tumetangaza katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tanzania, sikia neno la Bwana, hautatawaliwa na roho ya Farao katika jina la Yesu. Tunatangaza makabila yote ya Kitanzania yasikie neno la Bwana, hayatatawaliwa na roho ya Farao. Tumevunja hilo roho la Farao kwenye makabila yote 123 katika nchi ya Tanzania, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Risavahanda rimandaraboska rika sandarabosia risandarabasavia rika pasovia handa rapa kosivia handa rimandarabakikiri sira risa takazova rapa kokorobosika risa tabayanda rabosia. Endelea kuomba, kwa sababu hii roho huwa ndio inapingana na roho za uamsho, inapingana na roho ya uamsho. Vunja hii roho kabisa. Ikivunjika, uamsho utatokea kwenye familia ya kwenu, uamsho utatokea kwenye taifa la Tanzania. Masiandarabosika rika pasandarabosia risa ravazanda rapa koriasika rika kakakasova yanda. Katika jina la Yesu tunaruhusu sasa nguvu za Mungu zipite, zipambane na huyo Farao aliyesimama kwenye familia, aliyesimama kwenye ukoo, aliyesimama kwenye kabila, aliyesimama kwenye taifa. Tunatangaza kwa jina la Yesu, achilia kanisa la Mungu, achilia watu wa Mungu. Tunawadai leo sasa, tunawatoa kwenye mikono ya Farao, tunawapeleka kwenye madhabahu ya Kristo. Tunawatoa kwenye mikono ya Farao, tunaikabidhi Tanzania kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Tunaichomoa kwenye mikono ya Farao na itamwabudu Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hiri ya shanda rabosia rika rabasanda rabosaika, katika jina la Yesu. Wewe roho ya Farao utaachia taifa letu, utaachia Watanzania, watamwabudu Mungu aliye hai. Tunavunja hiyo madhabahu ya Farao iliyokuwa imeweka mizizi ndani ya taifa, kuzuia watu wasimwabudu Mungu aliye hai na watu wanaabudu miungu mingine. Tunaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaisambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe roho ya Farao tunakuangamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia kanisa la Mungu, achia watu wa Mungu, achia baraka za Mungu ulizozizuia kwa ajili ya kanisa la Mungu. Achia huo uamsho uliozuia kwa ajili ya Tanzania, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu.
Yes, masia vazanda baba shera bazaya rapakosita pazanda babadia rika sanda rabosikiri yasira rimanda rabakaka rabakasira manda rabasikiri yashaka rika pasova mahanda rili vizanda babadia rapakorosikiri yashira rika sanda rabasia manda rabakikiri yasira, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikapite kwenye familia ya kwako, kwenye familia ya kwenu, kwenye kabila la kwako na nchi nzima ya Tanzania. Nguvu za Mungu zikapite, watu wakahudumiwe, ndugu zako wakahudumiwe, ndugu zako wakahudumiwe, ndugu zako wakahudumiwe. Hayo majina uliyoyatamka kwenye madhabahu hii, tumetangaza kuanzia sasa, hao watu wanafunguliwa sasa, hao watu wanafunguliwa sasa. Huyo baba anafunguliwa, huyo mama anafunguliwa, huyo binti anafunguliwa, uliyotaja jina lake kwenye hii madhabahu. Tunatangaza kwa neno la kinabii, anafunguka kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maana neno la Mungu linasema kile tunachokifungua duniani na mbinguni kimefunguliwa. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ya neno la Mungu, ninafungua sasa hao watu kutoka kwenye vifungo vya roho ya Farao katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Tumeifungua hiyo familia kutoka kwenye vifungo vya roho ya Farao kwa jina la Yesu. Hiyo familia itamtumikia Bwana kama Yoshua alivyosema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Nami natangaza hilo neno likawe kwenye familia yako, likawe kwa ndugu zako, likawe kwenye ukoo wa kwenu, likawe kwenye taifa letu. Sisi wa Tanzania tutamtumikia Bwana. Masikapayanderezova risatakavazanda rapakorosoto behanda rapikiria sira bashanda rabosia mandarabakikiriya sika rika satavazanda rapakorosika bahanda rika rabasanda rabosia rika rabashanda rabosika rika pasanda rabosia rimandarabakoko robokosira karabasanda rabosia. Yes, kuna kitu Roho Mtakatifu ananiambia hapa. Nataka uweke mkono wako kwenye moyo wako. Unajua hii roho inazuia watu wasisome Biblia. Haitaki watu, hii roho haitaki watu wamjue Mungu. Watu siku hizi wako busy na mitandao ya kijamii kuliko kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Weka mkono kwenye moyo wako. Baba, ninaruhusu nguvu ya Mungu ikapite kwenye hiyo mioyo katika jina la Yesu. Tunarudisha ile kiu ya watu kusoma neno lako, kulitafakari neno lako, kuliishi neno lako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Roho Mtakatifu sasa pita ndani ya hiyo mioyo kwa jina la Yesu. Vunja hiyo nguvu ya mtandao, vunja hiyo nguvu ya kishetani iliyoshikilia mioyo ya watoto wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuanzia leo neema ya Mungu ikapite kwenye moyo wako. Mungu akauishe moyo wako kwa upya. Mungu akaugeuze moyo wako ukamgeukie yeye. Mungu akaugeuze moyo wako ukamfuate yeye. Kuanzia leo neno la Mungu likapate nafasi kwenye moyo wako. Neno la Mungu likapate nafasi kwenye familia yenu. Neno la Mungu likapate nafasi kwenye ukoo wa kwenu katika jina la Yesu Kristo. Tumevunja hiyo roho iliyoshikilia maisha yako na mioyo ya watu wa familia ya kwenu. Tumewafungua mioyo yao kwa jina la Yesu. Tumeruhusu neema ya Mungu iingilie kwao. Roho ya neema na kuomba iingie, maana hii roho ya Farao inapingana na roho ya neema na maombi. Nami natangaza hiyo roho ya neema na maombi ikamimine juu ya watoto wa Mungu. Kila mmoja aliyeko mahali hapa na wanaotufuatilia online kwa njia online TV na kwa njia radio katika jina la Yesu. Mungu, tunaziruhusu nguvu zako zipite kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Achilia moyo wa ibada, achilia moyo wa ibada, achilia moyo wa ibada, achilia moyo wa ibada, moyo wa ibada kwenye hiyo familia, moyo wa ibada ndani ya watoto wako walioko mahali hapa na kwenye familia ya kwao. Ruhusu moyo wa ibada Bwana ukaende kwenye hiyo familia, ukaende kwenye huo ukoo, ukaende kwenye hilo kabila, ukaingie ndani ya taifa letu. Mimina roho ya ibada ndani ya taifa la Tanzania. Mimina roho ya ibada ndani ya makanisa yote yaliyoko katika nchi ya Tanzania. Mimina roho ya ibada ndani ya kanisa la Tanzania katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, ninaomba moyo wa ibada uingie ndani yao, moyo wa ibada uingie ndani yao, moyo wa kukuabudu uingie ndani yao katika jina la Yesu. Tumevunja hiyo roho ya Farao na tumeruhusu moyo wa ibada. Tumevunja roho ya Farao na tumeruhusu moyo wa ibada. Moyo wa ibada uingie ndani yako katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Nimetangaza kuanzia sasa, Mungu naachilie moyo wa ibada juu yako. Mungu naachilie moyo wa ibada kwa watoto wako. Mungu naachilie moyo wa ibada kwa mume wako. Mungu naachilie moyo wa ibada kwenye hiyo familia ya kwako. Mungu naachilie moyo wa ibada kwenye ile familia uliozaliwa. Mungu naachilie moyo wa ibada kwenye ule ukoo uliotoka. Mungu naachilie moyo wa ibada kwenye lile kabila ulilotoka katika jina la Yesu. Mungu achilie moyo wa ibada kwenye nchi hii ya Tanzania
Tanzania, hata wale walioko nje ya nchi ya Tanzania wanaotusikiliza na kutufuatilia. Mungu, tunaruhusu moyo wa ibada uwaingie huko waliko, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Moyo wa ibada uwaingie watoto wako. Roho ya neema na kuomba pia ikae ndani ya watoto wako. Roho Mtakatifu achilia wingu la maombi, wingu la maombi likae ndani yao, 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 liwajilie juu yao na likae ndani yao, liwajilie juu yao. Moto wa maombi usizime ndani ya kanisa, moto wa maombi usizime kwenye familia, moto wa maombi usizime kwenye huo ukoo, moto wa maombi usizime kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ninakusii katika jina la Yesu Bwana, usiache moto wa maombi ukazima. Amsha ule moyo wa maombi uliokuwa umezima, maana roho ya Farao ninaona imepiga waombaji kwenye nchi hii. Wameacha moyo wa kuomba, wameachana na habari za maombi. Mungu, katika jina la Yesu ninaomba leo hii kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu, rudisha moyo wa maombi ndani ya waombaji wale waliokuwa wamekaukiwa kabisa na kuomba. Achilia hiyo roho ya maombi ndani yao katika jina la Yesu. Moto wa maombi, moto wa maombi umiminike kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Piga Yesu makofi. Haleluya. Ongeza makofi kwa Yesu, hayatoshi. Piga Yesu makofi. Neno la Mungu linasema yale yoyote mtakayoomba, aminini ya kwamba mtayapokea na yatakuwa ya kwenu. Nami nakwambia pokea hicho ulichokiomba na kitakuwa kwako. Na mimi nataka nikuambie kwa neno la Bwana, Mungu ataachilia roho ya uamsho ndani ya kanisa, ndani ya familia, ndani ya makabila. Kuna uamsho utakuja Tanzania usio wa kawaida. Kwa sababu gani? Roho ya Farao imeangushwa leo hii na ufalme wa Mungu umeinuliwa kwenye familia, umeinuliwa kwenye kabila, umeinuliwa kwenye taifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pige Yesu makofi. Kwa usishangae kuona watu wanaanza kumtafuta Mungu. Usishangae, kwa sababu roho ya Farao inazuiaga watu wasimtafute Mungu, wasisome neno la Mungu, wasiombe. Kwa hiyo ikiwaachilia roho ya uamsho, utaiona imekaa ndani ya kanisa na kutatokea uamsho mkubwa. Mimi nakwambia kwa neno la Bwana, andika tarehe ya leo, utakuja kunikumbuka. Kutatokea uamsho mkubwa ndani ya makanisa, kutatokea uamsho mkubwa ndani ya nchi. Kwa sababu gani? Roho ya Farao imeangushwa na roho wa Kristo ameinuliwa juu. Kwa hiyo nataka nikwambie kwa neno la Bwana, roho wa Kristo ameinuliwa juu na atamwaga roho ya neema na maombi, atamwaga roho ya uamsho kwenye nchi yetu katika jina la Yesu, na kwenye familia zetu na kwa watoto wetu na makazini kwetu. Roho ya maombi itaingia mpaka kazi. Watu wataanza kuomba bila kujali. Haijalishi mtu ataomba, haijalishi unamuonaje, unamsikiaje, yeye ataomba. Kwa hiyo Mungu atatambulishwa kila mahali, kwa sababu roho ya Farao inazuia Mungu asitambulishwe. Sasa imeangushwa, Farao ameanguka na Mungu anaenda kutawala. Haleluya. Nataka tumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu ni ruhusu ratiba nyingine ziendelee. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu asante. Nenda mbele za Mungu kwa imani, mwambie Mungu asante kwa sababu umeondoa roho ya Farao kwa maisha yangu, familia, ukoo, kabila na nchi yetu. Asante kwa sababu umeondoa roho, na yale yote uliyosema kwa kinywa cha mtumishi wako kwamba utayatenda. Kwa sababu Biblia inasema nilithibitisha neno la mtumishi wangu. Mungu atathibitisha nilichokisema. Iwe kitawahi, iwe kitachelewa, lakini kitathibitika katika jina la Yesu. Mungu asante kwa sababu ya neema yako. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako. Wewe peke yako ndio uliyemwangusha Farao, ukamzika katika bahari ya Shamu. Na mimi Mungu nimesimama kwenye madhabahu yako nikikushukuru kwa sababu ya maombi haya tuliyoomba. Pokea sifa na heshima, pokea utukufu na uweza. Asante kwa sababu umejibu, asante kwa sababu umetenda, asante kwa sababu umeangusha roho ya Farao iliyokuwa imeshikilia maisha ya watoto wako. Umeangusha roho ya Farao iliyokuwa imeshikilia familia zao, iliyokuwa imeshikilia makabila yao, na iliyokuwa imeshikilia taifa letu. Roho ya Farao imeangushwa na ufalme wa Mungu umeinuliwa juu katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Pokea sifa, heshima, utukufu na uweza na shukrani na mamlaka na baraka na neema na kibali zina wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Pige Yesu makofi. Hali ya hewa imebadilika. Kwa watu wanaojua signo za kiroho, hali ya hewa imebadilika baada ya maombi. Kwa wanaojua signo za kiroho, hali ya hewa imebadilika. Mungu akubariki sana.